Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Taarifa zinadai kwamba inachokifanya Israel huko Syria ni mambo ya kutisha. Israel inafanya mashambulizi mazito. Imefanya mashambulizi karibia 20 dhidi ya Syria, makali zaidi kushuhudiwa tangu mwaka huu 2025. Hali ni mbaya zaidi ndani ya Syria. Mashambulizi ni mazito, vinaeleza vyombo vya habari. Duru za habari zimeripoti kuwa usiku wa kuamkia leo utawala wa Israel umefanya mashambulizi yasiyopungua 20 ya anga dhidi ya viunga vya mji mkuu wa Syria, Damascus, ambapo ni pamoja pia na Daraa na Hama, yakiwa ndio makali zaidi dhidi ya nchi hiyo tangu ilipoanza mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa duru hizo za habari, mashambulizi hayo yamejumuisha kambi za zamani za kijeshi za Syria karibu na kijiji cha Shatha huko Hama, makao makuu ya kikosi cha jeshi la zamani la Syria kaskazini mwa Damascus, na kambi ya kijeshi huko Daraa. Milipuko imeripotiwa Damascus na kwenye vitongoji vyake, ikiwa ni pamoja na Harasta ambapo maafa dhidi ya raia yamethibitishwa. Vyombo vya habari vya utawala wa Israel vimesema baadhi ya maeneo ya mji mkuu wa Damascus yamelengwa kwa mara ya kwanza tangu serikali ya Bashar al-Assad ilipoanguka mwezi Desemba. Syria imekuwa ikiandamwa na hujuma na mashambulio ya jeshi la utawala wa Israel katika maeneo makubwa ya kusini mwa nchi hiyo. Mipango ya Israel ni kuona Syria isimiliki silaha ya aina yoyote na kwamba waweze kufanya mashambulizi wanavyotaka, lakini waweze kuidhibiti nchi hiyo. Na wanafikiri kwamba ikiwa Syria itakuwa na silaha, huenda zikaangukia katika makundi ya wapiganaji na hatimaye kushambuliwa. Huu ndio uoga wa serikali ya Benjamin Netanyahu, lakini pia inadaiwa kwamba Netanyahu hofu yake ni kuona Waisraeli wanaoishi katika milima ya Golan wanaweza kuondolewa kutokana na kwamba nchi ipo chini ya mikono ya kundi la wapiganaji la HTS ambalo lipo chini ya rais wa sasa wa nchi hiyo, rais wa muda ambaye anafahamika kama Mohamed al-Julan. Hata hivyo, mapema siku ya Ijumaa, ndege za kivita za utawala wa Israel zilishambulia karibu na ikulu ya rais wa Syria mjini Damascus. Ilikuwa ni shambulio la pili la utawala huo dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu wiki hii, huku kukiwa na ukimya wa utawala huo unaoongozwa na Hayati Tahrir al-Sham chini ya Mohamed al-Julan. Operesheni za kijeshi za Israel nchini Syria zinafanyika katika hali ambayo waziri wa vita wa utawala huo wa Israel Bwana Israel Katz anatangaza siku ya leo Jumapili kuwa Israel inapanga kuweka vikosi vyake na kufanya uvamizi nchini Lebanon, Syria pamoja na Syria kwa muda usiojulikana. Wakati huu mataifa hayo mawili yapo katika hali ya tahadhari na kwamba wakati wowote Israel inafanya mashambulizi. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameitisha kampeni ya kukusanya wanajeshi wote wa akiba kwa ajili ya kufanya uvamizi mkubwa dhidi ya kundi la wapiganaji la Hamas huko katika ukanda wa Gaza. Kadhalika, makundi mengine ya wanajeshi wa akiba wa Israel watapelekwa katika maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na Lebanon, lakini pia na hata upande wa Syria. Eneo lililobaki ni eneo la Yemen ambalo kwa kiasi kikubwa ni Marekani inayoendeleza operesheni huko, na ni baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba Israel iliache kabisa eneo la Yemen na kwamba Marekani itahusika katika kufanya operesheni za hatari katika maeneo hayo ya Yemen. Mtazamaji wa The World News, bila shaka na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.